Anza tena. Anza tena. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anza tena. Anza tena. Kuna watu ambao wanapokutana na magumu kwenye eneo lote la maisha yao, wanafika wakati wanavunjika moyo, wanakata tamaa. Wanakata tamaa. Wengine walianza biashara, ilipokufa biashara, mtaji ulipokata, wameacha kabisa. Wakati wengine walienda shuleni, walivyokutana magumu shuleni, wakaacha shule kabisa. Lakini nakwambia kwamba anza tena. Kumbuka kwamba tunapozungumzia kwa habari ya kushindwa ni kuacha kujaribu. Tafsiri nzuri ya kushindwa ni kuacha kujaribu, ni kuacha kufanya tena. Kumbuka kwamba katika kila jambo kuna majira yake, na wakati wa Bwana ukifika, lile ambalo ulishindwa utashangaa unalifanikisha kiurahisi sana. Na sio kwamba wakati unapoanguka kwamba Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha. Kuna mambo ambayo Mungu anataka yatengenezeke ndani yako. Kuna mambo ambayo Mungu anataka ujifunze, ili hata atakapokupa mpenyo, basi uweze kustahimili huo mpenyo, uweze kutunza huo muujiza uliopata, uweze kutunza hizo baraka ulizozipata. Kwa anza tena. Yamkini ulianza biashara, mambo ya kuenda sawa, umekata tamaa. Yamkini ulianza jambo lolote zuri, ulianza vizuri, lakini ulipokutana magumu ukaacha. Mimi nakwambia anza tena. Wakati wa Mungu ukifika, hilo ambalo ulikuwa unakutana ugumu, utashangaa umelifanikisha kwa kiurahisi sana. Wakati wote ulipokuwa unashindwa, kuna mambo ambayo yalikuwa yanatengenezeka ndani yako. Kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anataka kuvitengeneza ndani yako. Kuna tabia ambazo Mungu alikuwa anataka kuzitengeneza ndani yako, ili utakapopata mpenyo mkubwa, utakapopata mega breakthrough, basi uweze kuitunza hiyo mega breakthrough, uweze kutunza hayo mafanikio, uweze kutunza huo mpenyo. Mungu yuko so smart. Hawezi kukupa kitu ambacho anajua kabisa unaweza kuipoteza kiurahisi. Atahakikisha kwamba anakuandaa kwanza kabla kukupa kitu kikubwa. Anza tena. Thomas Edison ambaye ametengeneza taa hizi ambazo tunazifurahia, kumbukumbu zinaonyesha kwamba alifeli mara 10,000. Na sasa tunaenjoy nuru kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alikuwa na uvumilivu wa kukata tamaa. Yamkini wewe umefeli mara 2 tu, lakini huyu alifeli mara 10,000, lakini hakukata tamaa mpaka alipohakikisha kwamba amefanikiwa katika kile alichokuwa anataka kukifanikisha. Wewe ni nani hatukate tamaa kiurahisi hivyo? Nakwambia anza tena hiyo biashara. Ulianza kuwa na ratiba ya maombi, baadaye kukutana na mazingira fulani umeacha. Anza tena. Ulianza kuwa na tabia kuanza kusoma neno kila siku, ukafikia na anza tena. Mithali 24:16 manzo, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Yamkini wewe umeokoka, umehesabiwa haki. Maana maandiko yanasema kwamba yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuwe haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Sasa sema kwamba kwa maana mwenye haki huanguka mara 7. Haijalishi wewe ni mtakatifu kiasi gani, haijalishi wewe unaishi sawasawa na Mungu kwa kiasi gani. Kumbuka, inaweza katokea ukaanguka. Sio kwamba wewe kuokoka kwako kila kitu kitakwenda vizuri. Kuna wakati ambapo mambo hayataenda jinsi ulivyokuwa unatarajia. Je, kwa sababu Mungu amekuacha? Sio kwa sababu Mungu amekuacha. Kwa moja tabia ya wenye haki ni kutokukata tamaa. Sasa mwenye haki, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, akainuka tena. Kwa kama wewe ni mwenye haki alafu ni mtu wa kukata tamaa,
tayari kuna question mark kwenye wokovu wako, kuna question mark kwenye maisha yako. Kwa sababu maandiko yanasema mwenye haki ni mwenye haki. Ayubu alikuwa ni mtu mwenye haki, alikuwa ni mtu ambaye anamwishia Mungu, lakini hukuto kuishi maisha sawasawa na Mungu, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, hakumepusha yeye na majaribu. Alijaribiwa, alipoteza kila kitu alichokuwa nacho, lakini akasema Mungu utabaki kuwa Mungu. Nitoka kwa mangu nikiwa uchi na nitarudi nikiwa uchi. Sasa sikuja na kitu hapa duniani na nitaondoka bila kitu. Angalia jinsi alivyokuwa na mtazamo huo. Alikuwa ni mwenye haki kuliko watu wote kwa kipindi hicho. Alikutana na magumu, alikutana na jaribu, mali zake zote zikapotea, watoto wakapotea, lakini bado akapigwa majipu kuanzia kichwani mpaka miguuni. Kwa kuwa mwenye haki, kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka, kuishi maisha ya uaminifu mbele za Mungu, haimaanishi kwamba hutakutana na magumu. Utakutana na magumu. Wakati mwingine utaanguka, utaanza biashara mtaji utakata, lakini anza tena. Hasa mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Kwa sifa mojawapo ya mwenye haki ni kutokata tamaa. Sifa mojawapo ya mwenye haki ni kutokata tamaa. Anasema lakini akaondoka, lakini bali wao wasio haki hukwazwa na mabaya. Kwamba watu wasio haki watakapokutana na magumu, watakapokutana na mambo yakitokea, mambo hajaenda jinsi walivyokuwa wanatarajia, hukwazwa, hukata tamaa, huvunjika moyo. Sasa mimi basi, lakini sivyo kwa mwenye haki. Sivyo kwa mwenye haki. Mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Anza tena. Ulianguka mara ya kwanza, haimaanishi kwamba utaanguka tena. Anza tena. Kushindwa, maana halisi ya kushindwa ni kutokujaribu tena. Lakini kama uko tayari kujaribu tena, kuna wakati lazima mambo yatakaa vizuri, yatatokea jinsi ambavyo unatarajia. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa kuanza tena. Roho ya woga ninaamuru iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila sauti za adui zinazokusemesha kwamba zinazokutazamisha kushindwa, hizo sauti ninazinyamazisha kimya kuanzia sasa katika jina la Yesu. Hiyo sauti ya adui ambayo inakutazamisha kushindwa, hiyo sauti ya adui ambayo inakutazamisha kufeli, hiyo sauti ya adui inayokutazamisha kwamba yale yaliyokutokea siku za nyuma yatakutokea tena, ninazinyamazisha kimya kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho ya ujasiri wa kwanza tena, hiyo naingia ndani yako. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mungu akubariki. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, washirikishe unaopenda mafundisho haya. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.